Unatumia mlonge kila siku ukiamini ni salama bila kujua ni sehemu gani ya mmea huo unaweza kuathiri ini, figo au mfumo wa damu bila dalili za haraka kuonekana. Inawezekana unajiuliza, ni majani, mizizi, magome au mbegu? Ni wapi panaweza kuwa salama kwako? Leo tutachambua kwa kina kwa misingi ya biolojia ili ujue ukweli kabla hujaendelea kutumia mlonge kwa mazoea. Mwisho wa video hii nitakueleza ni sehemu gani ina usalama kwako. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, au kama unahitaji unga bora wa majani ya mlonge, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748 294 113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Watu wengi hutumia mlonge wakiamini kuwa kila sehemu yake ni salama kwa sababu ni mmea wa asili. Lakini ukweli wa kibiolojia unaonyesha kuwa kila sehemu ya mmea ina muundo tofauti wa kemikali hai. Mimea hutengeneza kemikali maalum kujilinda dhidi ya wadudu na mazingira. Kemikali hizo zinaweza kuwa na faida au madhara kutegemea kiasi, umri wa mtumiaji na hali ya kiafya. Ikiwa hutambui tofauti hizi, unaweza kutumia sehemu yenye mkusanyiko mkubwa wa viambata vyenye nguvu kuliko mwili wako unavyoweza kuvichakata. 1. Majani ya mlonge. Kibiolojia, majani ya mlonge ndio sehemu yenye tafiti nyingi zaidi kuhusu usalama wake kwa matumizi ya binadamu. Majani haya yana seli zenye kloroplasti nyingi ambazo huzalisha virutubisho kupitia usanisi nuru. Ndani yake hupatikana protini za mimea, vitamin A katika mfumo wa beta-karotini, vitamin C, madini ya chuma, calcium na potassium. Pia kuna flavonoidi, polyphenol na asidi fenoli ambazo hufanya kazi kama kinga ya seli dhidi ya uharibifu wa kioksidishaji. Kwa mtazamo wa kibiolojia, kemikali hizi husaidia kupunguza mkazo wa kioksidishaji unaoweza kuharibu utando wa seli, protini na hata vinasaba vya seli. Majani yana mkusanyiko mdogo wa kemikali za kujilinda zenye nguvu kali ukilinganisha na mizizi au magome. Hii ni kwa sababu mmea huhifadhi silaha zake kali zaidi kwenye maeneo yanayokabili hatari kubwa kama mizizi. Mwili wa binadamu unaweza kuvichakata virutubisho vya majani kupitia mchakato wa umeng'enyaji tumboni na kufyonzwa kwenye utumbo mdogo bila mzigo mkubwa kwa ini. Kwa matumizi ya kiasi cha kawaida kama chakula au unga unaoongezwa kwenye lishe, majani yanaonekana kuwa salama kwa watu wengi wenye afya njema. Hata hivyo, matumizi kupita kiasi yanaweza kusababisha usumbufu wa tumbo au kushusha sukari ya damu kwa baadhi ya watu. Kama unapata maarifa mapya, hakikisha unaendelea kutazama hadi mwisho kwa sababu nitakwambia wazi ni sehemu ipi ina usalama mkubwa zaidi kwa matumizi ya kawaida. 2. Mizizi ya mlonge. Mizizi ya mlonge ina muundo tofauti kabisa wa kemikali ukilinganisha na majani. Mizizi hukaa ardhini ambako hukabiliana na bakteria, fangasi na wadudu wengi. Ili kujilinda, mmea hutengeneza alkaloidi na kemikali nyingine zenye nguvu. Alkaloidi hizi ni molekuli hai zenye athari kubwa katika mifumo ya kibiolojia. Katika tafiti za maabara, baadhi ya alkaloidi zimeonyesha uwezo wa kuathiri mfumo wa neva au kuongeza mzigo kwa ini iwapo zitatumika kwa kiasi kikubwa au kwa muda mrefu. Ini ndilo kiungo kikuu cha kuchakata kemikali zote zinazoingia mwilini. Ikiwa mzigo wa kemikali ni mkubwa, seli za ini zinaweza kuchoka au kuathirika. Hii ndiyo sababu mizizi ya mlonge haishauriwi kutumika kama chakula cha kila siku bila mwongozo wa kitaalamu. Kibiolojia ina mkusanyiko wa kemikali za kujilinda ulio juu zaidi kuliko majani. Hivyo, usalama wake hutegemea sana kiasi na hali ya afya ya mtumiaji. 3. Magome ya mlonge. Magome ni tabaka la nje linalolinda mmea dhidi ya majeraha na mashambulizi ya wadudu.
Ndani yake kuna tanini, alkaloidi na kemikali nyingine za kujihami. Tanini zina uwezo wa kukaza protini, jambo linaloweza kuathiri mmeng'enyo zikiliwa kwa wingi. Kibiolojia, kemikali za magome zimekusudiwa kuzuia wadudu na vijidudu kuharibu mmea. Hivyo, zina nguvu zaidi kuliko zile zilizopo kwenye majani. Mwili wa binadamu unapotumia magome, hulazimika kuvunja kemikali hizo kupitia michakato ya kimetaboliki kwenye ini na figo. Kwa watu wenye matatizo ya ini au figo, matumizi yasiyo sahihi yanaweza kuongeza mzigo wa viungo hivyo. Kwa hiyo, magome yanahitaji tahadhari kubwa zaidi na si chaguo la kwanza kwa matumizi ya kawaida ya lishe. 4. Mbegu za mlonge. Mbegu za mlonge zina mafuta yenye asidi mafuta zisizojaa ambazo husaidia katika afya ya moyo na mishipa ya damu. Mafuta haya yanaweza kusaidia kupunguza kiwango cha lehemu isiyofaa mwilini. Pia, mbegu zina protini na viambata vinavyoweza kusaidia kusafisha maji kwa kushikilia chembe-chembe za uchafu. Kibiolojia, mbegu zina mkusanyiko wa kati wa kemikali hai. Mafuta yake hufyonzwa kwenye utumbo mdogo na kusafirishwa kupitia mfumo wa lymph kabla ya kuingia kwenye mzunguko wa damu. Hata hivyo, ulaji wa mbegu nyingi unaweza kusababisha kuharisha au usumbufu wa tumbo kwa sababu ya mafuta mengi. Kwa matumizi ya kiasi kinachofaa, mbegu zinaweza kuwa salama kwa watu wengi, lakini si kwa matumizi ya kupitiliza. 5. Ni mlonge upi ni salama kwako? Kwa kuzingatia muundo wa kemikali na jinsi mwili wa binadamu unavyochakata viambata vya mimea, majani ya mlonge yanaonekana kuwa na uwiano mzuri wa virutubisho na usalama kwa matumizi ya mara kwa mara. Mizizi na magome vina mkusanyiko mkubwa wa kemikali za kujilinda, hivyo vinahitaji tahadhari zaidi na si chaguo la kwanza kwa matumizi ya kila siku. Mbegu ziko katikati kwa kiwango cha usalama, zikizingatiwa kwa kiasi. Hivyo si sahihi kusema kuwa sehemu zote zina usalama sawa. Kila sehemu ina muundo tofauti wa kemikali na athari zake hutegemea kiasi kinachotumika pamoja na hali ya afya ya mtumiaji. Kwa matumizi ya kawaida ya lishe, majani ndiyo yenye usalama mkubwa zaidi kwa watu wengi wenye afya njema. Majani yana virutubisho vingi na usalama mkubwa. Mizizi na magome yana kemikali zenye nguvu zaidi. Mbegu zina mafuta na protini kwa kiwango cha kati. Kiasi na hali ya afya ni mambo muhimu kabla ya kutumia sehemu yoyote. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.